Rais haramu Samia Suluhu atenda kitendo cha aibu baada ya kupaniki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kama sura mpya makabiliano kati ya dola na sauti za mabadiliko, taarifa zinazoenea zimeeleza hali ya hofu inayojengeka ndani ya mfumo wa utumishi wa umma baada ya madai kwamba baadhi ya watumishi hususan walimu wamekamatwa na kusailiwa kwa kosa la kufuatilia mitandaoni akaunti za wanaharakati wanaojulikana kwa ukosoaji wa serikali. Katika tukio hilo ililoleta mshtuko, madai ya kuwepo kwa barua kutoka ofisi ya juu ya utawala yameibua hisia za ukiritimba wa taarifa na usimamizi wenye ukali wa mienendo ya kidijitali ya raia, wakiwemo watumishi wa umma. Taarifa hizo zinajenga taswira ya taifa linalokabiliwa na mzozo wa kimfumo kuhusu nafasi ya uhuru wa maoni, usalama wa watumishi wa umma na mipaka ya mamlaka ya dola katika enzi ambayo mitandao ya kijamii imegeuka uwanja mkuu wa mijadala ya kisiasa. Na katika mazingira hayo, hofu kuu haijakijikita katika tukio la kukamatwa kwa watu wachache, bali katika ujumbe mpana wa kiutawala kwamba kufuatilia taarifa mtandaoni unaweza kutafsiriwa kama kitendo cha uhalifu wa kisiasa. Kwa mujibu wa simulizi iliyosambazwa mtandaoni, watumishi wa umma walitakiwa kuepuka kufuatilia akaunti za wanaharakati wanaosukuma ajenda za uwajibikaji, mabadiliko na ukosoaji wa serikali. Madai hayo yameweka wazi mabadiliko ya dhana ya mitandao ya kijamii kutoka kuwa jukwaa la mjadala huru hadi eneo linalofuatiliwa na kuchunguzwa kama kitisho kwa uthabiti wa utawala. Na katika mazingira ambayo ulimwengu unazidi kutawaliwa na taarifa, hoja hii inatoa changamoto kuhusu nafasi ya raia katika kujitafutia maarifa, kufuatilia mijadala na kujihusisha na mitazamo mbadala. Uamuzi wa kudhibiti nani anafuatilia nani unabadilisha mawasiliano ya kidijitali kuwa sehemu ya upelelezi wa kisiasa badala ya chanzo cha kujifunza. Mtazamo huo unaibua taswira ya taifa linalotenga uhalali wa fikra katika mistari miwili: fikra zinazokubalika rasmi na fikra zinazotazamwa kama hatari, hata kama hazina rekodi ya matendo yenye madhara ya kimwili. Kwa watumishi wa serikali, wazo la kufuatilia taarifa linaonekana kuwa jukumu la kupata uelewa mpana wa masuala ya nchi. Na katika mtazamo huu, kuliminya upatikanaji wa taarifa kunachukuliwa kama kitendo kinachotengeneza taifa la hofu badala ya taifa la maarifa. Na taarifa zilizosambazwa zilioanisha hatua hizo kama tukio linaloweza kujenga ushahidi wa ukiukwaji wa haki za binadamu kwa kiwango kikubwa, hususan pale linapoathiri kundi moja kwa moja. Katika haja hiyo, viongozi wa harakati za kijamii walionekana kupinga vikali mkakati wa kunyamazisha watumishi wa umma kwa kuwatisha, kuwatafsirisha na hatua hiyo kama mchakato unaojenga ushahidi wa baadaye dhidi ya wahusika wa kisiasa na kiutawala. Mtazamo huu unaweka hali ya sasa katika uwanja mpana wa uwajibikaji wa kimataifa, ukionyesha kwamba dunia ya sasa inaruhusu kurekodi na kuhifadhi matukio ambayo yanaweza kujadiliwa baadaye katika mifumo ya kisheria nje ya mipaka ya taifa husika. Na hivyo badala ya vitisho vikazaa ukimya, vinaweza kugeuka nyaraka ya kihistoria zinazoonyesha utamaduni wa kukandamizaji. Na katika hoja hiyo, simulizi halina sauti ya hasira tu, bali linabeba tahadhari ya kimfumo kuhusu faida ya muda mfupi dhidi ya gharama ya muda mrefu ya kisiasa na kisheria. Na katika simulizi hilo, serikali inaonekana kupambana na hali ya kuporomoka kwa udhibiti wa taarifa na maoni, hasa kutoka kwa kizazi cha watumiaji wa mitandao kinachojenga uhalali wake nje ya mifumo rasmi ya dola. Mtandao wa kisiasa wa sasa unaendeshwa na maneno, picha, video, mijadala ya utani vinaweza kubeba ujumbe wenye ushawishi kuliko hotuba au taarifa rasmi.
Na katika hali hiyo, mamlaka ya dola haikabiliwi na adui anayeonekana, bali na wimbi la sauti zisizo na mwili, zisizo na mipaka, zinazosambaa kwa kasi na kuvutia ushiriki wa kihisia. Kwa mamlaka inayoshikilia uongozi kwa misingi ya udhibiti wa taarifa, hali hiyo inatajwa kama tishio linaloibua hatua za kujilinda kwa nguvu badala ya kujenga hoja za kufutia walengwa. Na katika mjadala huo, badala ya dola kujengwa kwa hoja, ilitazamwa kugeuka mamlaka inayojenga uhai wake kupitia hofu na vitisho. Na hoja hiyo haizungumzii serikali kama chombo cha kisiasa tu, bali kama mfumo unaoshindwa kutafsiri mabadiliko ya kijamii kwa wakati. Na hoja muhimu katika simulizi hilo ni uwepo wa watumishi wa umma kama wahanga wa mapambano ya kisemantiki. Inadaiwa kuwa baadhi ya walimu walikamatwa na kuhojiwa kwa kuruhusu mitandao yao kufuatilia sauti za ukosoaji wa kisiasa wa jamii ya walimu, ambao mara nyingi huonekana kama mihimili ya maarifa na ujenzi wa fikra. Tukio hilo linachukua sura ya kipekee kwamba mwalimu anayefundisha uhuru wa kujieleza hatakiwi kuonyesha mfano wake. Taswira hii imeendelea kuonesha kwamba utumishi wa umma unabadilishwa kuwa nafasi ya ukimya badala ya ujuzi, na si nafasi ya kuwa msomi bali mshika amri. Na katika taswira hiyo, serikali inapata watendaji lakini inapoteza wanajamii. Inajenga nidhamu lakini inaua fikra, inakuza hofu lakini inadhoofisha uzalishaji wa mawazo. Na katika ujumbe huo, kikundi cha mtandaoni kinachojiita D9 kinaitwa ama kinatajwa kama alama ya mapambano ya kijamii yanayoendelea bila miundo rasmi ya uongozi. D9 inaonyesha kwamba siku ya ama tarehe 9 Disemba watu wengi wanaenda kujitokeza, haswa kizazi cha sasa ambacho kinajulikana kama Gen Z, ambapo watatokea mitaani kuandamana kuonyesha kutoridhika na uongozi wa Samia Suluhu. Wazo kuu linagusa hatima ya kizazi kinachopambana kujinasua kutoka dhana kwamba raia ni wasikilizaji wa mfumo wa kisiasa na badala ya washiriki na wapangaji wa mustakabali wake. Na katika muktadha huo, mapambano si ya barabarani bali ni katika simu sasa. Taarifa, haraka, barua na sauti za ukosoaji zinakuwa silaha, na mfumo wa utawala unajibu kwa njia ya hofu na ukamataji. Na katika taswira hii, taifa linajengwa katika mizani yenye uzito usiotarabika. Kama sauti za upinzani zinanyamazishwa, taifa linapata utulivu wa muda mfupi, lakini kama sauti hizo zinadumu, basi taifa linapata sauti ya kujipima na kujijenga kwa misingi imara. Simulizi inaachia taswira ya taifa lenye msongamano wa hisia na hofu, likipambana kujinasua kutoka kwa mitego ya kiutawala wa hofu na kutawaliwa na hofu. Hofu ya kuwa msaliti kwa kufuatilia taarifa, hofu ya kukamatwa kwa kujihusisha na mijadala, na hofu ya kuandikwa kama mshukiwa kwa kushiriki katika mazungumzo ya kisasa ya siasa. Lakini pia simulizi hili linaonyesha taifa lenye nafasi ya kujifunza kutokana na makosa ya wakati. Ushahidi wa sasa unaweza kubaki ushahidi wa baadaye, lakini pia unaweza kuwa kumbukumbu ya mabadiliko ya kijamii yanayochochewa na kizazi kinachokataa kuishi katika miundo ya ukimya. Kilicho wazi ni kwamba mapambano haya hayafanyiki kwenye mabango, bali katika kila simu, kila akaunti na kila fikra inayotafuta nafasi ya kupumua nje ya ukuta wa hofu.